Katika jitihada za kuimarisha uelewa wa mazingira, warsha kubwa ya kujengea uwezo wananchi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi imefanyika katika ukumbi wa Madungu tarehe 5 Aprili 2026. Mafunzo haya ni sehemu ya mpango kabambe unaolenga kufikia wilaya zote 11 za Zanzibar, ambapo kila wilaya itahusisha wanajamii 50, lengo likiwa ni kutoa elimu kwa jumla ya watu 550 visiwani humo. Mafunzo hayo yaliyoongozwa na wawezeshaji mahiri na maafisa wa mradi yaligusia maeneo makuu manne: haki ya tabia nchi, yani climate justice, uelewa wa jinsi mabadiliko ya mazingira yanavyoathiri usawa katika jamii, chanzo na athari, uchambuzi wa kina wa sababu zinazopelekea mabadiliko ya tabia nchi na athari zake za moja kwa moja kwa Zanzibar, mbinu za kukabiliana, mijadala ya jinsi jamii inavyoweza kujiandaa na kurekebisha mifumo ya maisha kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa, ujenzi wa ustahimilivu, kuweka mikakati ya muda mrefu ili kuhakikisha jamii inabaki imara licha ya changamoto za kimazingira, uongozi na ushirikiano. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi waandamizi, ambapo mkurugenzi mtendaji alielezea malengo ya mafunzo hayo. Aidha, naibu katibu mkuu wa Angoza alifungua rasmi mafunzo hayo, akisisitiza umuhimu wa taasisi ambazo sio za kiserikali kushirikiana na jamii katika masuala ya mazingira. Lakini tumejiwekea kwamba shughuli zote tumezigawa katika sehemu mbili sawa sawa. Hema tunafanya kuja tunahitaji katika uwezo wetu kuona kwamba tunapata ile justice kwa maana ya haki na usawa. Sasa nia yetu ni kwamba tumeshasikia sana matatizo yanayoletwa na hali hii ya tabia nchi. Sasa vipi tutakabiliana na yale matatizo yanayotokea kutokana na athari za tabia nchi? Sasa leo tutajifunza kwa maana ya hilo. Kwanza, hakuna kitu kisichokuwa na matatizo. Cha msingi kuwepo na uvumilivu, au sisi tutasema basi ndoa. Usifikiri watu wanakaa na 30-40 ukafika mambo yote shwari ndio kwa nje unaona shwari, lakini wenyewe cha msingi nini? Sasa sisi tukiwa matatizo jaribu kuwa wastahimilivu, na zaidi ya kuwa wastahimilivu jaribu kufanya njia ambazo za kuweza kupunguza pale pa kusema tuseme, pale pa kuchukua hatua wenyewe tuchukue. Tumeona hiyo tulikuwa hivi, tumeona mahali ambapo maji ya chumvi yanaingia, sawa, tumeona misitu inateketea. Sisi tufanye nini? Tunapoteketea misitu, basi tupande hivi. Kuna watu wanapanda mikoko humu, kuna watu wanapanda miti ya mbalimbali kupunguza hewa ukaa naita. Sasa pale ambapo panaingia maji ya chumvi tungetupa, au tuiambie serikali tuwekee tuta na tutunze ili kuzuia maji ya chumvi yasiingie, na wengine pate vizuri shughuli za kulima zile. Sawa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo leo wajumuika kuhakikisha tuyaone, baadaye tufahamu anapotoka hapa tuyachukulie hatua. Sasa baada ya hayo machache nikaribisha mwenyekiti msaidie kumakinika kama vile, lakini kalichora ukiangalia kwa haraka kuna mahifadhi moja hiyo, ya pili miaka moja ni miaka 90, moja ni miaka ya 2000. Sawa. Lakini hali nyingine ni kwamba kuna mmoja anamshangaa mwenzake, sio? Mmoja anamshangaa mwenzake. Unajua kwa nini anamshangaa? Anamshangaa kwa sababu si katika mila na desturi.
La pili, anamshangaa ule mwili wake, yani hauonei tabu, wewe mwenyewe hana wasiwasi. Lakini inaweza ikaja hali nyingine ya kwamba wewe una mzazi wako ambaye ana umri wake umekwenda, sawa, akakuona kwenye hali kama ile, si unampa mshangao. Kwa hiyo ndo hali ambayo tunaishi nayo na hayo ni mazingira, sawa. Mazingira yanaanza kwenye macho yako, hivyo unachokiona ni mazingira. Mazingira si miti kama watu wanavyodhani kwamba mazingira ni miti au mazingira ni taka. Mazingira ni kile ambacho unakiona kwenye macho yako, ndio dhana nzima ya mazingira. Kama ukioni kile ambacho unakihisi, kwa wale ambao hawana uoni, sawa, ile ambacho unakihisi ndio mazingira. Ni mazingira kile ambacho unakiona na unakihisi au pengine unakisikia, ndio mazingira. Yaani ukitaka kujua mazingira ndio haya, kwa sababu ukiangalia ni kitu kilichokuja, ukisikia pia ni kitu ambacho kiko karibu na wewe, na kuhisi vile vile kitu ambacho kiko katika mazingira. Haya ndio mazingira. Kwa hiyo mazingira sasa hivi yamebadilika kiasi kwamba imepelekea ongezeko ya kila kitu au mabadiliko ya kila kitu. Unakuja tatu, kuna na vitu vyake, sawa, vinakuja. Unakuja simu, ina vitu vyake, kama ya simu, headphone, na ndani ya simu kuna tabia zake. Kwa maana siku hizi mtoto anazaliwa, tabia atazikuta kwenye nini? Simu. Kwa hiyo tabia utazikuta ambayo sio na tabia utazikuta kwenye simu. Sasa unapotoka nyumbani au unapotoka shamba au unapotoka Unguja au unapotoka Pemba kwenda Unguja, tabia utazikuta huko. Sasa itategemea na wewe mwenyewe unaweza vipi kusurvive, vipi kujilinda, vipi kuhakikisha kwamba unatunza mila na desturi yako. Sasa ongezeko hilo pia likibadilisha mandhari yetu ya kimazingira, utamaduni wetu, maisha yetu, tunavyoishi, tunavyokaa, kila pahala mambo yatabadilika. Kama zamani tulikuwa tunatumia kitabu tu, sasa hivi tunatumia kitabu, simu, mambo mengine, sawa. Sasa hivi kuna mawigi, kucha za kubandika, sawa. Kwa hiyo mambo haya yameongeza mzigo kwenye mazingira yetu tunayoishi, sawa. Lakini mpaka tabia zetu ndio kama hiyo, sawa, ndio kama hiyo. Kwa hiyo utamaduni wetu, afya, umebadilishwa kutokana na tabia zetu au kutokana na tabia za watu kutaka kubadilisha na sisi tukawafuata, sawa. Hiyo hali ya kwanza. Kama hivyo zamani watu wanavaa nguo za vitenge, lakini sasa hivi watu hawavai hivyo tena. Vitenge vinakuwa ni mwili, watu ule mwili ndio unakuwa ni kitenge. Sawa. Hali ya pili, madukani mwetu au vitu vyetu ni fashion sasa. Fashion ama ni style sasa. Kuvaa nguo iliyochunwa kwenye mabuti kwa wanaume, iliyochana humu, au kwa dada zilizochana. Kwa hiyo tunanunua nguo kabla hatujazivaa. Sawa? Na hii ina athari kubwa katika maisha yetu, kijamii, sawa, kidini, kiutamaduni, kimazingira, kiafya pamoja na kiuchumi. Ukichambua moja baada ya nyingine utakuta kwamba mimi kwa mfano
unanunua nguo ile pale, mtoto wa kiume ambaye umefanya ni waka asubuhi mpaka jioni, ukapata shilingi 20,000 au ukapata shilingi 30,000 leo, kesho, wiki nzima, ukihesabu fedha ulizopata vile umepata 100,000 ama 100,000. Nguo hizi ambazo zinaitwa style, bei yake ni tofauti na bei ya nguo za kawaida, kwa sababu ni nguo za style. Kama nguo za kawaida zinauzwa 25,000 au 35,000, hii inauzwa mara 3 yake au mara 5. Kwa hiyo unakusanya pensheni yako au fedha yako ya wiki nzima, unakwenda kununua nguo moja ambayo kuivaa kwake haitazidi mikosho 3, itakuwa ni tambara. Kwa hiyo unanunua kwa bei ghali, unajikamua, kuna kazi ya maana, lakini kile unachokipata unakwenda kukitumbukiza kwenye kitu ambacho hakina thamani, hakiishi kwa muda mrefu. Sawa? Zamani tukinunua nguo sisi, sikukuu ya mfunguo mosi iliyopita, kama umebahatika nguo 2 ama 3 ama 4 kwa siku zote 4 kama ilivyo ada yetu, utavaa mwaka ule, au utavaa sikukuu ya mfunguo mosi, utavaa na sikukuu ya mfunguo 3. Na kwa sababu unazo zilizopita, zile zinakaa kwa sababu ni mpya, unavaa za miaka iliyopita, unasogea. Yaani ndio desturi ya Wazanzibari wengi tulikuwa na tabia hiyo. Sawa? Unavaa zile za zilizopita, unasubiri sikukuu nyingine, unavaa miaka nenda miaka rudi, ikiwa fupi, na ndugu yangu inamfaa nampa yeye. Sawa? Na yeye akimaliza anampa mwingine. Tunakwenda mdogo mpaka pengine inakuwa muda mrefu, basi inakuwa haikali. Sasa hivi niambie ile nani utampa baada ya wewe kushaivaa kwa mara mbili? Sasa baada ya nguo kufika miezi miaka 3 mpaka 5, 10, na kifika miezi 3, mimi kuna nguo navaa mpaka naongeza hiyo nguo ishafanya na wewe. Lakini wakati mwingine unakuwa mwenyewe proud kwamba navaa nguo nimeitunza, naivaa kwa muda mrefu. Na wakati mwingine kuikosa ile nguo unakuwa wao mwenyewe sasa unakuwa yani kama unakwazika, kwa sababu ni nguo ambayo umeipenda na ukiivaa pengine inakupendeza zaidi. Haya ndio mazingira ambayo tulikuwa tunaishi, lakini sasa mazingira tunayoishi ni kwamba hiyo ndio hapa. Kwa maana kadri unapovaa kwa kipindi kifupi, ndio kadri unapoongeza taka huko mtaani. Ndio kadri unapoziba mitaro huko mtaani. Na hali yetu ya hewa imebadilika. Mvua zinakuja hazina taarifa siku. Kwa sijui Machi 21 ndio kwa masika. Masika inaanza Novemba tu. Hiyo huko imekuja unajitayarisha kusafisha mitaro, sijui hujafika nyumba yako nini kuweka sawa, imekuja. Sasa utakutana na mbu, utakutana na nzi, utakutana na mafuriko kwa sababu hujajitayarisha. Sasa hizi taka za muda mfupi, wapo watu wanafanya hivi kwa sababu ya kuongeza fedha, kujilimbikizia fedha. Wanafanya kusudi kwa sababu anajua wapo watu ambao akili zao pengine hazijanyooka, watanunua. Sawa? Kwa hiyo wanatutengenezea kila namna ili wao waendelee kuwa juu na sisi tuendelee kuwa chini. Kwa sababu wewe unapata shilingi 100,000 kwa wiki au 50,000 kwa wiki. Ile unaenda kununua nguo mbovu ambayo haikai miezi 3, inabidi ununue nyingine. Lakini kuna mwenzako yeye kapata 25,000 yake, anaenda kununua nguo nzima, anakaa nayo miaka 3. Kubwa ndio labda akanunua na nyingine abadilishe. Sawa? Sasa kuna hapo na begi zima. Lakini stara, haina stara, kama yeye uwezo kufanya ibada.
lakini ndoo kama ile pia kuna mambo mengi inaweza kapita baada, haina hata stara, pengine maji machafu yameturukia, badala ya kuishia kwenye nguo na ina matobotobo yataingia kwenye ngozi, si ndio? Huku kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo sasa hivi, ambao watu wanafikiria ni infection, lakini zina athari katika afya zetu, hasa afya. Sawa, sikwambii hao ambao wanavaa mawigi mahalini, lakini wale dada, lakini ile wigi lazima upitie dawa, au kucha lazima utie dawa zake, sijui kope, yani mambo yote yanakwenda kwenye vyanzo vyetu vya maji, yanakwenda kwenye, sawa, ni urembo, lakini urembo uliopitiliza ni athari katika maisha yetu. Jambo jingine, sasa hivi kuna vitoweo hivi tunavyotumia kwa muda mfupi sana, kuwa ni kushirikiana na taasisi za serikali katika masuala yanayohusiana na kilimo, matunda na nini. Wizara ya Kilimo ndio ni dhamana mambo haya, lakini na sisi tunao wajibu wa kushirikiana nao katika kufanikisha. Sasa kwa yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu, kama mambo ya mazingira, tunaomba pesa kwa wafadhili kupata nao, lakini hivi bado pesa tunawafadhili katika nyingine, lakini na mazingira sana tulikuwa tunashirikiana na afisa makamu wa kwanza rais kama vijana wa mtaani au masikini maeneo ili kupata nao katika kupata miti ya aina mbalimbali, na kadhalika. Katika ofisi ya makamu wa pili wa rais tunashirikiana na sera huduma ya mpango, tunashirikiana. Kwa hiyo ndio kubwa ushirikiano ili kuwafikia wananchi, lakini tunazingatia kuchukua. Kupitia mjadala wa pamoja, plenary discussion, wananchi walipata nafasi ya kutoa maoni yao na kuainisha njia za kuelekea mbele, way forward, ambazo zinaakisi mahitaji ya halisi ya watu wa Pemba. Tutatoa baadhi ya maelekezo, kuna mitaka niongezee kidogo. Kuna miti na wakati wake, na inategemea wapi unapanda hiyo miti. Kama ni miti ya juu, itategemea ardhi yako iko vipi. Kuna ardhi nyingine zimechoka sana, utajua nipande miti ina gani. Lakini kuna ardhi zimechoka sana, uweze kupanda hiyo miti ya asili, mfano mitondoo, lakini ikaota. Lakini utakapoitengenezea tabaka ya ardhi, ile ardhi yako kwa high fulani, basi ile miti itakubali. Na huwezi kutengeneza tabaka kama hujapitia kilimo hai. Na ukipitia kilimo hai, hata kama ardhi imechoka, uweze kutengeneza mbolea za majani na mti kuweka hapo na ukakubali. Kwa hiyo kuna rai za kufanya ili miti hiyo. Lakini mama umechukua rai. Mimi niko kwenye mambo mawili kwa haraka. Moja kwenye hizi mboga kama alikuwa anafundisha pale ndio hawa wakulima wadogo wanajaribu kuwa semina elekezi, si muda mrefu na baitwa wanakuwa semina elekezi na kwa ajili ya kutumia hasa mbolea za asili. Lakini najua changamoto moja tunakutana nayo ni kiwango kidogo sana cha mbolea za asili kwenye matumizi haya, na kama alivyosema mahitaji ni makubwa sana. Sasa nadhani taasisi hizi za Goza na wengineo wangeangalia uzalishaji mkubwa sana wa mbolea hizi za asili kwa ajili ya kulinda afya za binadamu. Sasa lakini changamoto ni tani zile za mbolea za asili zinaleta shida. Baadaye wanarudi tena kwenye zile mbolea ambazo zina au dawa ambazo zina kemikali. Sasa hilo ndio nyingine. Lakini vile kwenye matumizi haya ya dawa kwa sasa jamii zetu kila mmoja ni mtaalamu. Ni mtaalamu hasa katika matumizi ya dawa za binadamu pamoja na hizi za kilimo mboga. Nadhani hapa nukta kuangalie vizuri.
yani watumiaji hawana taaluma ya kutosha kwenda kumwagilia kule kwenye mboga. Hapa ndio tuna shida. Na kipindi kama tunazungumza cha kumwagilia pia hatukijui, kwa sababu kama ile kipindi kama cha mvua, kuna maeneo watu wanatumia ile mito, wanatumia na maeneo kama hayo kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Lakini eneo la pili ambalo najua sijajua kama tumefika au hatujafika, lakini tunazungumza issue ya upandaji wa miti. Kuna eneo naomba niangaliwe kama kuna sheria au kuna kanuni tayari imeshatungwa kwenye miundombinu ya kisasa ya ujenzi wa barabara na ukaguzi wa barabara hizi ambazo zinajengwa. Ni maeneo ambayo inaathiri sana mazingira, hasa kwenye miti, upandaji wa miti. Sasa sijajua hizi taasisi au kampuni ambazo zinapewa mtenda wa ujenzi wa barabara, baadaye kuna sheria ambayo inawaelekeza wapande hata miti mingine pembeni ya barabara. Kama wamekata miti miembe na miti mingine kubwa ya kifusi. Huko lizungumza kitu vizuri kwamba ni kivuli, hata watoto kama na kivuli ile miembe na miti mingine inawasaidia chakula na kivuli wakati wanatembea wanarudi kwenye mashule. Sasa barabara zimeweza kuingia vijijini, miti ile imekatwa, hilo linakuwa ni kali sana. Sasa ile miti inawasaidia. Sasa sijajua kama nukta ni hii, lakini sijui kama kuna sheria ambayo inawaelekeza wapande hata miti mingine. Nadhani kuna faida ya binadamu kwa wale watoto ambao wanarudi shule, lakini hata hiyo miti nyingineyo. Maana yangu mimi ilikuwa asante, nashukuru. Hapa ni mpaka Kiani. Kaona kunyonguja na tunaweza kujua. Ilipojengwa barabara ile, ilipata miti nzuri sana na kubwa. Kutoka kwa Tembe nisika pale gete zake. Road. Sasa ile barabara inatatuliwa basi kia mwanzo. Ile miti yote imekatwa. Basi watu wasema miti hii ile katika barabara yetu, kwa sababu sasa hivi barabara ya Kianga ile ina magari kwenye mchezo na pombe. Kwa hivyo kutanuliwa ni vizuri, lakini na katika kutanua basi na vitu vingi. Sasa je, tutakuja kupata tena nyingine? Sasa tuachie mageni. Barabara imepita kwenye sheria yako, sawa? Je, kwenye sheria yenu kuna community group, kuna NGO, kuna uongozi wa sheha, kuna kamati ya mazingira, kuna sijui kamati ya maendeleo, kuna play role gani? Tunafanya juhudi gani katika kile kipande cha sheria, kutoka sheria jirani mpaka kumalizika barabara ya sheria hii? Wakati barabara inataka kujengwa mpaka imemalizika kandarasi, kuna juhudi zozote ambazo zinafanyika kisheria? Mkandarasi yoyote au shughuli yoyote ya kimaendeleo inatakiwa ifanyiwe tathmini ya kimazingira. Mwisho kwenye hiyo ripoti ya tathmini ya kimazingira ambayo iko kisheria, sawa, inatakiwa ikiwa ina mwongozo na namna gani uharibifu utakaotokezea kwa kufanya huo mradi wowote ule unaweza kurejesha hali ya mazingira kama hiyo. Mpango gani ambao utatumika kupunguza athari za kimazingira, na una bajeti yake na unatakiwa ufuate. Nani wa kusimamia? Mimi na wewe tunaokaa pale. Mimi niko Unguja, sisi nimekaa nafanya kazi, nasubiria malalamiko yaje, au inatokea siku moja na bora pili kukagua maeneo yaliyoharibika. Ni siku moja, sio siku zote, lakini tutapata ripoti kutoka mjini, sawa, wamechukua juhudi ya kupeleka malalamiko au ya kufuatilia barabara ile baada ya kujengwa miti yetu akija. Wamepewa ule mpango wa urejeshaji na wanafuatilia kwa kushirikiana na idara au sekta inayohusika katika halmashauri yao au katika eneo lao.